mimi nahitaji matibabu kwa sababu ukinigea pesa ina mambo mengi. Ninaomba msaada wa hali ya juu. Sogeza vitu vya hospitali, tunainuka mwili na kichwa. Kama mzazi kwa kweli naumia sana. Uhali gani mtazamaji wa Asam Online TV? Hii hapa ni safari ya kwenda kumuona kijana Juma Mkuya Juma, kijana ambaye ni takriban mwaka sasa tangu kupata changamoto ya kupooza kwa mwili. Lakini kijana Juma ana mengi ya kwenda kuzungumza. Asam Online TV tumeamua kuja siku hii ya leo kwenda kujua nini chanzo cha ugonjwa wake, na je, kwa upande wa familia ni kipi ambacho watazungumza siku ya leo. Hizi ni ripoti za Asam Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Hamis, lakini nyuma ya kamera ni Madina Omar. Lakini mtazamaji wa Asam Online TV, ni kusihi tu usitoke hapo kaa, ili uweze kukijua ni kipi haswa ambacho kimempata kijana Juma. Na pia mtazamaji wa Asam Online TV, usisahau kusubscribe, kucomment na kushare na kulike ili wa kwanza kupata video zetu. Changamoto iliyonikumba, nilikwenda kuogelea sehemu inaitwa Marobi. Katika uogeleaji wangu mimi nikakumbwa na changamoto. Yaani nilikuwa nimepiga kwachu. Ni style ambazo vijana wengi tunapenda kupiga. Kwa hiyo upigaji wangu mimi nilikuwa napiga makwachu na mwezi. Yaani shoti ndio peke yangu. Mwenzangu alikuwa ni tuseme alikuwa ni mbali. Yaani ni chekavu. Alafu ni jinsia tofauti. Yaani mwanamke. Kwa hiyo yeye alikuwa na hofu. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni mazoea yangu in short. Kwa maana nikifika Marobi jioni, nikimaliza pirika zangu, michezo yangu ndo kama nakwenda napiga kwachu. Kwa bahati nzuri au mbaya, siku ile kwenda kupiga kwachu, nilipiga kwachu vizuri mara ya kwanza. Nikataka kwenda mbele kwa ukisia maji yatakuwa mengi. Lakini ilikuwa tofauti. Yalikuwa ni mengi lakini pembeni yangu walikuwa na kifusi cha mchanga. Kwa kutokana palikuwa panajengwa bandari pembeni yangu. Kwa hiyo kupiga kwachu kwangu nikajikuta naingia kwenye maji. Lakini nafikia hatua mbaya. Nikaingia na mkono, shingo, nikavuruga na mchanga. Nikakaa juu ya kituta cha mchanga. Lakini nikaona hali sio shwari. Nirudi. Niliporudi ndio ikawa mtihani. Kila nikiogelea nguvu zinaniishia. Nikajikaza nisikate tamaa, maana maji yalikuwa ni mengi. Kwa kutokana mimi nilipiga kwachu nikaenda kuvamia kifusi cha mchanga kilichokuwa pembeni. Kwamba kuingia huko ni maji ni mengi mno. Kwa hiyo nikajitahidi. Kujitahidi kwangu papato na maboya yale pembeni yangu. Huku mwili ukawa unaishia nguvu. Nikahisi ni jambo la kawaida kwamba nikifika nchi kavu labda ile hali itaondoka. Lakini kila nikifika mwili chini unaanza kwenda, yaani kutokea mwili wangu juu kwenda chini kunafanya kwenda, yaani kunadidimia, ni kama kufanya kazi. Lakini ningehisi ni jambo la kawaida. Kila nikaenda hali ikawa shwari, sio shwari kwangu. Papato maboya. Mungu ajalia nishakata tamaa kwamba basi bana mimi. Wacha nilipofikia ndo hapa. Kutua kwangu nikatua kwa matope. Kwamba niko nchi kavu ambao maji yake yalikuwa ni madogo. Nikamuita yule kwenda naye, nikamwambia niombe msaada. Nitoke hapa nikae nchi kavu. Kwa bahati nzuri palikuwa wana watu wanafanya pirika zao. Wakawaita. Kwa bahati nzuri hakufanya ukaidi. Kwa bahati nzuri pia baba yangu alikuwa ni mtu wa mazingira yale. Ni mtu wa bichi. Kuna wengi wao walikuwa wananifahamu. Mbona fulani alikuwa anakuja huyu.
wakanibeba pale nikakaa chikapu. Kilichonisaidia nilikuwa na mawasiliano yangu, ikawa nina nguvu ya kuzungumza tu. Bahati nzuri kweli nilikuwa na marafiki. Jambo la mwanzo nikampigia simu baba, nikamwambia hali sio shwari, niko marohobi na mwili hautaki. Nisijakata tamaa, nikampigia simu mwingine, natoa maelekezo kwa sababu mikono tayari inakwenda zake. Kinachofanya kazi ni ile kichwa tu tena hapo. Kila nikitaka kufanya mambo mengine mwili unakataa. Natoa amri, pigie fulani. Bahati nzuri kwa nipigia watu wawili tu. Mungu ajalia kaitikia kilio changu. Wakafika pale. Kufika pale wakananihoji, nikaambia siwezi. Inuka, naambia siwezi. Nibebeni tu. Jambo la mwanzo nilikuwa nataka nije nyumbani. Lakini akasema hapana, tukupeleke hospitali kama huwezi fanya kitu. Nikaambia sawa. Nikabebwa nikaingizwa kwa gari. Jambo la mwanzo nikatafuta dokta. Kufika maskani, hali yangu ilikuwa nzuri. Nikatafuta dokta pale, Dr. KVZ, kwa sababu nipokuwa maskani ninokaa nao wengi ni hawa askari. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo rahisi sana kumpata daktari. Nikaja daktari wala kanifanyia first aid. Umekunywa maji? Naambia sijanywa. Ananiuliza mara mbili, umekunywa maji? Naambia sijanywa maji mimi. Sasa mbona wewe pumzi inaondoka? Mwisho nahisi maumivu tena, baridi, machanga juu ya kichwa. Kila nikitaka kuberuza mwili, akili tu inanituma nitaberuka, lakini mwili haufanyi chochote. Kwa hiyo itabidi waniondoshe. Nikaenda hospitali ya wilaya nikakaa pale, matibabu wakaendelea, first aid. Wakasema kwa hivi alipoumia nipelekwe Mnazi Mmoja. Wakati wa Mnazi Mmoja kule matibabu walipa wagonjwa wangu bado hajavunjwa. Bahati nzuri nikapelekwa Mnazi Mmoja, lakini kutokea kupelekwa hospitali ya wilaya, jambo la mwisho macho yangu kumuona mzee wangu. Baada ya hapo najikuta tu niko Mnazi Mmoja. Na hisi siku ya pili ndio napata, ya kwanza na ya pili, kwa ya tatu napata fahamu. Kupata fahamu huko namwona ni baba tu. Kuita baba akaitikia, lakini ikawa sauti. Kushtuka kwangu nikajua bado mimi ni mzima. Nainuka, siinuki. Kila nikinainua kichwa tu na lile dela la shingo lake, siinuki. Ikawa hapo sijaelezwa chochote, nikaa najihisi tu. Siinuki. Itabidi nimwite baba. Nataka kuinuka. Akaniambia subiri nikuinue. Kuinuka kwangu namwona tu anasogeza viti vya hospitali vile. Nainuka mwili na kichwa. Ananiambia hiyo mwanangu ndo hali uliokuwa nayo hapo, unaweza kula? Naambia nitaweza. Bahati nzuri nikanywa uji asubuhi. Nikanywa uji vizuri tu.
lakini changamoto nilipitia nyingi hospitali. Ikafikia hatua siwezi kula. Namwangaisha mzee, natamani tu kula. Nataka nile kitu fulani. Namwambia baba, nataka kula kitu fulani. Anakwenda kununulia. Nikikisikia tu harufu kinapotea. Sina tena kukila. Mwisho nakula maembe. Maembe haya ile machinga, makoge na pilipili ili nipate spidi ya kunywa maji. Ndio ikakula yangu wa muda mrefu mpaka natoka hospitali. Nikaja nyumbani kwa bahati nzuri. Hospitali ilikuwa na makaribisho Mnazi Mmoja. Wakatutoa pale. Ingawa nilipata matibabu mazuri tu. Changamoto za pale na pale madokta na ukaidi tena tuliokuwa nao wagonjwa. Tulistahimili kwa mengi. Nikaja zangu nyumbani. Nilikaa muda kwa sababu alipotutoa ametuacha njia panda, hatujui tunaanza wapi. Nikakaa muda, kwa bahati nzuri Mungu akatupa tuma zake na watu niliokaa nao vizuri. Ikaingia misaada midogo midogo, mfano kigari, kiti cha kusimamia, magongo na huduma nyingine. Na mpaka kesho nikisema msaada nje siupati ule wa wawakilishi na wabunge. Napata ule wa mitaani, maskani hii, maskani. Na wale nilioishi nao vizuri ndio wanaonisaidia. Mie kusema la kweli, nisikufiche ni mtu wa watu. Kusema hata utoke nje uwe mgeni na hapa, ukiniulizia tu unaweza ukaletwa hapa nyumbani. Kwa sababu sikumbuki kumkwaza mtu. Kwa sababu nilikuwa naishi maisha kwa sitaki tafrani na mtu. Na ndio maana hata napoomba msaada nje wananisaidia haraka. Ingawa wapo siwezi kawajua, kwa pengine wengine wanakuja nyumbani kwa sababu tumekwazana, kwa sababu mimi ni kijana. Tumekwazana mapirani huko. Umekuja unasiwa sikupi. Mimi naiomba serikali inisaidie matibabu. Pia na wananchi wenye uwezo wa kunisaidia msaada wote huo. Pia na wabunge na wawakilishi, isiwe kwenye jimbo langu tu. Pia mwenye kipato kikubwa cha kunisaidia. Pia mwenye kipato cha chini mwenye kujihami aweze kunisaidia. Pia naiomba sana serikali iniangalie kijiji la chini. Maisha kwa hali ni ngumu sana. Nafikia hatua imekuwa tena kwangu siku haimalizi nakimbilia hospitali. Naiomba sana serikali, wabunge na wawakilishi, watu binafsi waweze kunisaidia ili kutatua changamoto niliyokuwa nayo. Kiukweli changamoto ni kubwa. Kijana anaumwa, anahitaji msaada. Tumezunguka kwa wabunge, wawakilishi na wahisani. Wawakilishi wametusaidia kidogo, lakini bado tunahitaji msaada. Tunahitaji msaada mkubwa sana. Maana kijana anaumwa, tena anaumwa. Tunaomba serikali tusaidie kwa ujumla matibabu ya mtoto wetu, kijana wetu bado ni mdogo, ana ndoto, ana malengo makubwa. Hii tuachukulie kama ni ajali nyingine imetokea. Hawa ni vijana tu, wasije wakaona labda wanafanya kwa makusudi. Hapana, hii ni ajali kama ajali nyingine. Kwa hiyo tunaomba serikali tusaidie matibabu. Viongozi wote wanaonisikiliza, wanaonitizama, tunaomba msaada wa hali ya juu. Kama mzazi kwa kweli naumia sana. Kwa hiyo naomba serikali tusaidie matibabu.
Kiuhalisia, maelezo makubwa ya kijana wangu alipopata bahati mbaya, tulianza huduma katika hospitali ya Chumbuni, tukaenda Lumumba mpaka Mnazi Mmoja. Jitihada mote zimepita, kuanzia kwa madokta mpaka kwa wahisani, lakini palipofikia mpaka muda huu ni pagumu sana, kwa sababu tumejitahidi vya kutosha, lakini ni kipato kidogo sana cha kumhudumia kijana wangu. Kwa maana hiyo, katika hospitali ya Mnazi Mmoja ndo tulikaa muda mwingi kupata huduma. Shukrani ziwaendee madokta wote walionisaidia katika kipindi chao kigumu, lakini matibabu ya Mnazi Mmoja yalikuwa ni mazuri, kwa sababu ushirikiano ulikuwa ni mzuri mpaka hatua ya kuvunjwa tukaondoka katika hospitali ile, lakini walitoa njia panda kwa sababu ilikuwa hatujui wapi pa kwenda. Katika hospitali tulizokuwa tukitumia, kuna hospitali binafsi tuliwahi kutumia, ikiwemo moja ya Mchina, Imani Clinic, ambayo iko Fuoni. Hiyo ilikuwa inatupa mwelekeo mzuri, lakini kiwango cha pesa kilikuwa kiko juu sana na hatukuweza kukimudu kwa kipindi chote alichohitaji. Maana kwa siku ilikuwa shilingi 45,000, kwa sababu hospitali 30,000, usafiri 15,000 kwa muda wa mwezi walitupa. Lakini tulikaa upande wa kike na wa kiume, tukajitahidi kufanya solution yake, tuliipata, lakini huduma ilitushinda njiani kutokana na kiwango cha pesa kilikuwa kikubwa kwa kipato changu mimi kama baba mtu na upande wa mama mtu. Kwa hiyo tulipotoka kwa Mchina tulijipa moyo, kwa sababu tayari kuna baadhi ya vitu vilikuwa vinaleta mwelekeo kwa 1% kubwa, lakini tulishindwa njiani.